Bwana, baada ya kutamatika mchezo wa hapo jana, timu imerejea tena kwenye kiwanja cha mazoezi. Si pengine ni hapa hapa Amani kwenye viunga vya mazoezi. Pembeni yangu niko na meneja wa kikosi chetu Walter Harrison. Habari za wakati huu ndugu Walter Harrison? Salama, mambo. Habari za kambi yetu ndugu Walter Harrison? Tunamshukuru Mungu. Sawa. Tuko vizuri baada ya mchezo wetu wa fainali ya Kombe la Muungano hapo jana. Yes, matokeo hayakuwa mazuri kwa maana sio kile ambacho tulikuwa tunakitegemea sisi kama Young Africans, lakini ni sehemu ya mchezo. Tunakubaliana na kile ambacho kimetokea jana na tayari tumeshakizika hapo siku ya jana. Tuko hapa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wetu wa ligi kuu unaofuata dhidi ya Simba tarehe 3 pale Meja Jenerali Samuyo, na kila kitu kinaendelea vizuri mpaka sasa hivi. Tutakuwa hapa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tutarejea Dar es Salaam kuhakikisha tunaenda kukamilisha maandalizi yetu na kuelekea imara kabisa kwenye mchezo wetu siku ya Jumapili, na tukijaliwa tunategemea kuweza kufanya kile ambacho watu wengi wanakisubiria. Si kingine bali ni kuweza kuzipata point 3 na kuendelea na malengo yetu ya kuhakikisha kwamba tunatetea kombe la ligi kuu ya Tanzania bara. Mmoja ametuponyoka kama ulivyosema, imepita. Wanasema ndege mmoja aliyeko mkononi ni wa thamani kuliko ndege 1000 walioko porini. Vijana wetu tulionao hivi sasa kwa maana ya kikosi chetu, hali ya kikosi kwa maana ya utimamu wa kimwili ukoje? Tumefanya recoveries, kuna changamoto yote tumeipata siku hapo jana? Jambo kubwa ambalo tunamshukuru Mungu ni kwamba tumeweza kuwa na mchezo ambao haukuwa na majeraha makubwa kwa wachezaji wetu so far. So kutoka kwenye idara ya utabibu wameweza kuwasilisha ripoti yao leo na hakukuwa na issue yote ambayo ilikuwa ni ngumu au kubwa. Sasa hivi tunafanya recovery kama ambavyo unazungumza na kama ambavyo unaona, kwa ajili ya kuweza kurejesha miili sawa kwa wachezaji wetu walioshiriki kwenye mchezo hapo jana, lakini kuweza kufanya compensation kwa wale ambao hawakupata nafasi ili kuweza kuwa sasa na uniformity kwa maana ya level zile za utimamu wa mwili. So kila kitu kinaendelea vizuri na tunatarajia itakuwa hivyo mpaka siku ya mwisho kabla ya kuweza kuingia uwanjani siku ya Jumapili. So far kikosi kiko vizuri kabisa, tuko salama na tunaamini tutakuwa hivyo mpaka siku ya Jumapili. Bila shaka ziko taarifa njema kwa wachezaji wetu ambao pengine walikumbwa na kadhia ya majeraha na wameanza mazoezi. Maana katika siku 3 hizi pengine huenda wakarejea kiukamilifu katika uwanja wa vita. Kwa sasa hivi focus yetu iko kwenye wale ambao wako tayari kuelekea kwenye mchezo huo, na ndio focus kubwa ilipo. Kuna wale ambao kweli wanarejea taratibu na kulingana na intensity ya mchezo husika. There is no way tukaweza kuwarush kwenye aina ya mchezo kama huo. So tutaendelea kufanya kazi na wale watu ambao tayari wameshakuwa kwenye timu kwa muda mrefu, na hatuta risk kwa aina yoyote wale watu ambao walikuwa wanatoka kwenye majeraha. So kila kitu kitakuwa vizuri na tuna imani kabisa tutakuwa kwenye wakati mzuri wa kuweza kutekeleza majukumu ambayo tunapaswa kuyatekeleza. Morali ya timu kuelekea mechi, mashabiki yako, rai yako ni nini? Kikubwa pale unapojikwaa sio vizuri kuangalia ulipojikwaa, unaangalia pale ambako utaenda kuangukia pata kuwaje. So kwetu sisi tumeshafanya kazi yetu kwa maana ya kuweza kuongea na kundi zima la wachezaji ambao wako hapa, na wameweza kupokea very positive kile ambacho kimetokea, na ni moja ya driving force yetu kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Kwa mashabiki wetu tunaamini kabisa wamekuwa disappointed kwa kile ambacho kimetokea jana. It's understandable kwa hali yoyote unakuwa unahitaji kushinda kila kitu ambacho kinakuja mbele yako, lakini kuna nyakati unapata disappointment kama ambazo imetokea jana. Kikubwa tunatakiwa kuwa pamoja na kuhakikisha kwamba tunaungana kuelekea siku ya Jumapili kwa kila njia, kwa kila hali, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja na tunaenda kutimiza kile ambacho tumedhamiria kukitimiza. Meneja, bwana, Waswahili wanasema ama wenye hekima walisema ndege mmoja aliyeko mkononi ni wa thamani kuliko ndege 1000 ambao wamekimbilia porini. Ndege aliyetoroka bandani si wa kwetu aliyeko bandani kwa sasa hivi, ndiye tunayepaswa kwenda kumchinja tarehe 3
Wananchi tunapaswa kuendelea kushikamana katika kipindi hiki. Si muda wa kumtafuta mchawi, ni muda wa kujipanga kwa ajili ya kwenda kuangua jini mpaka litoke. Mpaka wakati mwingine, nyuma kamera yuko Paul Karpi, Kardinali Pengo. Bismillahirrahmanirrahim.